Mombasa, ambapo familia ya Susan Mito aliyepoteza maisha yake kutokana na kile kilichotajwa kama dhuluma za kijinsia inataka haki kutendeka baada ya kifo cha mpendwa wao katika kaunti ya Mombasa. Familia hiyo ikidai kuwa tayari wamekwisha piga ripoti katika kituo cha polisi, ila kufikia sasa hakuna jibu lolote ambalo wamepata kuhusu kesi hiyo. Wameitaka serikali ya kaunti kuingilia kati na kuwasaidia kupata haki kwa mpendwa wao. What we want is that this matter be fast-tracked. We are not very pleased that it's almost 2 weeks and we have not seen him being charged with the murder. So we are requesting those that are responsible to continue professionally, do your job very well. We don't want any other further excuses. As a network, FIDA will lead us, but all of us will put our eyes on this matter until justice is done na wazingatie vile utendakazi wa Portrees iko, that's number one, na pia facilities za Portrees, do they meet hizi standards ambazo zinatakikana. Tunawasilisha kesi hizi, tungependa kuomba kwamba serikali iweze kushikamana na sisi na kutupatia ile huduma inayostahili, kwa sababu kesi kama hii ya dadangu ni kesi ambayo nimekuwa ikikuwa na mambo mengi sana, stress nyingi sana, na ameweza kuenda kuripoti na hakuna hatua ambayo iko inaweza kuchukuliwa. Kwa hivyo kama familia tunasikitika na kuona kwamba kulikuwa kuna ulegevu mahali ambayo iliweza kufanya kwamba sisi tukaweza kupoteza mmoja wetu. Kuweza kuzungumza na wale madaktari, walikuwa wanasema kwamba katika pale hospitali ya Portrees hawana zile rasilimali za kuweza kumweka katika kiwango cha ICU ili aweze kuendelea kupata ile oxygen.